Habari za wakati huu mtazamaji wa NLFA Media, na natumaini hujambo, mimi pia si jambo. Na siku ya leo tumekutana tena hapa kwenye studio zetu kuzungumzia na kuendelea kuchambua kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo ipo mbeleni na kwenda kucheza siku ya tarehe 3 mwezi wa 5 na itachezwa pale jijini Dar es Salaam. Simba atakuwa mwenyeji wa mechi hii na watacheza katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Tutaanza kuzungumzia pia overall mechi ambayo ilichezwa pale uwanja wa Amani Zanzibar, wenyewe wengine wanapenda kuuita uwanja wa Guantanamo Bay. Tutaenda kuzungumzia kwa kidogo tu kuhusiana na mechi ile iliyochezwa pale ili tupate mwongozo mzuri zaidi wa kwenda kuizungumzia Kariakoo Derby ya NBC Premium League. Na studioni nipo na mchambuzi mwenzangu. Tuende moja kwa moja, tutazungumza sana na tuanze na overall game. Unaizungumziaje mechi ya derby? Ni derby, walikutana hawa watani Simba Sports Club pamoja na Young Africans ambao tunajua ni wahasimu wa muda mrefu katika ligi hii ya Tanzania, na licha ya kwamba mechi iliyopita walikutana katika Muungano Cup, ilikuwa ni mechi ya aina gani? Mechi ya aina gani? Makocha walifanikiwa namna gani? Kocha gani alishindwa kwa asilimia ngapi? Karibu. Nadhani mtangazaji na pamoja na watazamaji wataungana na mimi. Nilisema kabisa katika uchambuzi uliopita kwamba hii itakuwa ni mechi ngumu sana, na ni mechi ambayo hakuna timu ambayo inamzidi mwenzake uwezo mkubwa sana kuliko timu nyingine. Timu zote zilikuwa zinaonekana zina uwezo sawa, na hichi ndicho kilichoenda kutokea kwenye mechi. Nadhani watu wote ni mashahidi, maana wale walioenda uwanjani waliona na wale waliokuwa kwenye vibanda umiza waliona kwamba mechi ilikuwa ngumu. Katika hii mechi tuliona kwamba tuanze na kipindi cha kwanza. Katika kipindi cha kwanza Yanga walipiga pasi 88. Walipiga pasi 88. Katika pasi 88, pasi 60 zilikuwa completed, ni pasi zilizofika. Ndio. Pasi 28 zilikuwa hazikufika, tunaita pasi mkaa. Lakini Yanga katika kipindi cha kwanza walipiga on target 2 na off target 2. Watu wote tuliona. Lakini Yanga waliongoza ball possession. Yanga walikuwa na 51 na Simba walikuwa na ball possession ya 49. Simba wao bwana, kipindi cha kwanza walipiga pasi 80. Katika pasi 80, pasi 70 tu ndo zilifika na pasi 10 hazikufika. Mashuti yaliolenga lango kwa Simba ilikuwa ni shuti moja tu, na mashuti mawili hayakulenga lango. Na hii ilikuwa ni kwa sababu game approach ya Simba ilikuwa nzuri, lakini iliharibiwa na injury ya Anise Ura. Kama nilivyosema kwamba Simba wanategemea sana kushambulia kupitia wide. Wanategemea kushambulia kupitia pembeni. Mabeki wao wote, mabeki wa kulia na kushoto, Shomari Kapombe na Nixon Kibabage, wote wako vizuri sana kwenye kupeleka timu mbele. Ukijumlisha na wale wingers wa Simba, Anise Ura, Libase Geye, wote wako vizuri. Kwa hiyo katika wide Simba ni hatari sana, na ndio sehemu ambayo Yanga pia ni dhaifu. Lakini kwenye hii mechi dakika 45 za kwanza Yanga walizishika kwa sababu hii moja. Kwanza kabisa ingizo la Yao Kwasi Atola ambalo lilikuwa ni kama surprise. Watu wote hatukutegemea kwamba Yao Kwasi anaweza akafanyaje, anaweza kaanza kwenye mechi. Lakini Yao Kwasi mtakuwa mashahidi watazamaji, Yao Kwasi dakika 45 za kwanza alicheza vizuri sana, na hususan baada ya Ura kufanyaje, kuumia. Akatawala kabisa upande wa kulia, akawa anatembea kwenda mbele kabisa, anapiga pasi, anarudi wide, anakaba, anaipushi timu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni surprise ambayo hatukutegemea. Lakini pia Shadrack Boka kipindi cha kwanza alikuwa na intensity kubwa. Alikuwa na intensity kubwa sana. Alikuwa anaweza kushambulia, alikuwa anaweza kuja kulinda. Pasi zake nyingi zilikuwa sahihi. Kwa hiyo ziliwapa shida kidogo Simba ambao walichelewa kuingia mchezoni.
Na bahati mbaya zaidi, baada ya Ura kuumia, game approach ya Simba ikabadilika. Simba wakaamua kumuingiza Selemani Mwalimu, Elie Mpanzu akaja pembeni. Sasa Elie Mpanzu si mzuri sana kusaidia kukaba, si mzuri sana kusaidia kukaba kama Ura. Hiyo ndio tofauti ya Elie Mpanzu na Ura. Lakini pia Elie Mpanzu, labda nitasema kitu kingine ambacho pengine watu wengine hawakijui. Kwenye principle za mpira una principle mbili. Mpira ni mchezo wa muda na nafasi. Muda na nafasi. Sasa ukimwangalia Elie Mpanzu na Ura, katika makocha, ukipewa makocha 100, makocha 90 watampa nafasi Ura kuliko Elie Mpanzu au Ura kuliko Pacome. Kwa nini? Ura ni mchezaji ambaye anacheza na nafasi na muda na nafasi. Sehemu pa kuachia mpira anaachia, sehemu pa kucontrol mpira, pa kubaki nao anabaki nao, sehemu pa kutoa pasi ya kuasisti ana asisti, sehemu pa kufunga anafunga. Lakini Elie Mpanzu anaweza akachukua mpira akabaki nao tu, sometimes with no means. The same time to Pacome. Pacome naye anapenda kubaki na mpira bila sababu. Wakati tunapozungumza kuhusu muda na nafasi, muda ni pamoja na kuachia, na nafasi pamoja na kukaa kwenye sehemu sahihi. Kwamba unapoachia mpira kwenye sehemu sahihi na kwa wakati sahihi, wenzako wanapata nafasi ya kufanyaje, ya kucheza na kufunga magoli. Sasa Ura, hiyo ndio faida yake kubwa, na Simba walidhurika baada ya yeye kufanyaje, baada ya yeye kuumia. Elie Mpanzu anapenda kukokota mpira, kudribble na kwenda mbali. Alafu kwenye hii mechi ya juzi Elie Mpanzu hakucheza vizuri. Tutakubaliana, hakucheza vizuri. Mpira mingi alikuwa anapokonywa, na asipopokonywa anafanywa nini? Foul. Kwa nini Elie Mpanzu ndio mchezaji anayefanywa foul zaidi kuliko wachezaji wengi hapa kwenye ligi yetu? Kwa sababu ya kupenda kukaa na mpira bila sababu. Hata Pacome anafanywa foul nyingi sana kwa sababu ya kupenda kukaa na mpira bila sababu. Utakubaliana mimi kwamba Ura kumfanyia madhambi ni ngumu kwa sababu akai na mpira. Yeye anachukua mpira, akiona nafasi anaachia. Kwa hiyo ndio ilikuwa changamoto. Na hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo pia ni kubwa zaidi, ambalo niliweza kulingamua kwenye hii mechi. Kikosi cha kwanza cha Yanga kilikuwa bora. Na kilikuwa surprised. Mudathir Yahya alikuja na kitu tofauti ambacho hakuja nacho mechi iliyopita. Mudathir Yahya, Kwasi Atola pamoja na Shadrack Boka. Hawa ndio ambao walikuja kuleta uhai wa Yanga. Ndio waliosababisha Yanga posesi mpira kipindi cha kwanza. Lakini changamoto kubwa ya Yanga ilikuwa kwa Damaro pamoja na Okello. Hawa ndio walioichelewesha Yanga. Yanga kipindi cha kwanza wangeweza kupata bao. Damaro anacheza sana kwenye ile duara. Yaani ni kama vile mtu ameambia wewe kaa tu hapa. Yaani wewe zunguka hapa. Usivuke nje ya hili eneo. Na ndio maana Damaro, kwa marefa wale wakorofi, Damaro kupewa kadi nyekundu ni rahisi sana. Kwa sababu uwezo wake wa kung'amua vitu mapema ni mdogo. Anaamini katika nguvu. Anaamini katika zile nguvu zake. Watu wote mtakubaliana na mimi kwamba Damaro angepaswa kutoka na kadi nyekundu first half. Alan Okello hatoshi kucheza namba 10 pale Yanga. Hatoshi. Kwa nini? Alan Okello intensity yake ni ndogo. Hayuko aggressive Alan Okello. Uwezo wake wa kukaba, kukimbia kilomita nyingi uwanjani ni mdogo. Lakini pia energy yake ni ndogo. Kwa hiyo sehemu ambazo Aziz Ki alikuwa anaweza kukimbia, sehemu ambazo Aziz Ki alikuwa anaweza kuipa timu, Aziz Ki alikuwa na intensity, alikuwa anakimbia uwanjani pengine kuliko wachezaji wengi sana wa Yanga. Ana uwezo wa kukaba, ana uwezo wa kupresi, anapiga, anatoa assist, na asipotoa assist alikuwa anapiga on target nyingi. Alan Okello on target anaweza kaa kwenye mechi nzima on target ni moja au hamna. Kwa hiyo Alan Okello alikuwa mzigo. Hiyo ndio ilikuwa shida ya Yanga, kukosa
kukosa bao kipindi cha kwanza ambacho waliposesi 51% kwa 49. Simba walikuwa bora kimbinu. Kwanza kabisa inaonekana Simba wameimarika sana kwenye kuvumilia mateso ya mpinzani. Ile inaitwa yani timu imekuwa kimbinu, timu ambayo inaweza kuvumilia mateso. Simba ilivumilia mateso ya dakika 45 baada ya game approach yao kuharibika, baada ya Ura kufanyaje, Ura kupata injury. Alassane Kante ndio mzigo pale Simba. Okay. Alassane Kante ndio mzigo pale Simba. Alassane Kante pasi nyingi sana anapiga back pass na side pass, zinachelewesha timu. Lakini pia pasi nyingi za Alassane Kante zinakuwa zinapotea. Sasa zinapopotea, mfano kuna pasi 2 alipiga wachezaji wa Yanga walizinasa, ambazo ni uzembe tu wa kutokungamua matukio. Wachezaji wa Yanga wangeweza kutumia hizo nafasi za Alassane Kante kupoteza mipira bila sababu ya maana, na ubaya zaidi anapenda kuja chini, Kagoma anasogea kidogo, yeye anakuja huku chini, alafu akichukua mpira hataki kuangalia mbele, anaangalia kwa Rushain, anaangalia kwa Ture, anaangalia kwa Kasali. Hii ni hasara sana kwa timu ambayo inataka kushinda mchezo. Huyu mchezaji anachelewesha sana timu. Na ndiye aliyeipa shida Simba kipindi cha kwanza. Alassane Kante. Sasa Simba walifaulu wapi? Simba walifaulu baada ya kugundua kwamba Yanga wameuchukua mchezo. Simba waliamua kuvumilia. Walikaa kwenye nafasi, kila mchezaji aliwajibika sehemu yake. Japokuwa pia Simba walipata nafasi hizi mbili first half. Ile nafasi ya Ura pamoja na kuna nafasi nyingine alipata Elim Panzu. Ile nafasi ya Elim Panzu, ndio ile nilisema Elim Panzu sometimes analeta hasara kwenye timu, kwa sababu Chama alifunguka vizuri baada ya Libasegeye kumtambuka Boka Shedrack Boka. Aliondoka na watu kama 2-3 Libasegeye, utakumbuka vizuri mtangazaji. Alipo dribble vizuri mpira, akampa Elim Panzu. Chama alikuwa amefungua kwa haraka sana, ilikuwa ni kuwahi tu kumpa Chama. Chama alikuwa anaweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi, kwa sababu pia Chama ni mtulivu akishaliona lango. Elim Panzu akachelesha ule mpira, kilichotokea Yanga waliokoa. Lakini Simba walikubali kuvumilia ile first half, walicheza vizuri hata kama Yanga waliongoza kwa hizo ball possession. Yes. Okay. Tuzungumzie tena hapo kuhusiana na Simba pamoja na Yanga. Tubaki hapo kwenye dakika zile za nyongeza, kwa sababu kwanza tukikumbuka prediction yako ulisema Simba unampa asilimia ngapi? 60. Ulisema unampa asilimia 60. Mbona hata mnipigi makofi? Zilikuwa ziishe dakika, tukukubaliana kama kutakuwa na dakika za nyongeza zile 30 ama matuta, kwamba tulikuwa tumesema kwamba itaisha dakika 90. Ndio. Je, wewe uliona kwamba ile mechi ilikuwa ishe dakika 90? Ile mechi ilikuwa ishe dakika 90, ila kocha wa Simba alichelewa. Kocha wa Simba alichelewa kwa sababu kama umefuatilia Yanga mechi zao nyingi, Yanga wanafunga sana kipindi cha kwanza. Wanapata sana ushindi kipindi cha kwanza. Ina maana pumzi ya Yanga, intensity ya Yanga ni dakika 45 mpaka 50. Yaani Yanga wakishafika kuanzia dakika ya 60, Yanga intensity yao inaenda chini. Na bahati mbaya wale waliokuwa nje wanakuwa hawana uwezo wa kuja kubadilisha mechi. Sasa Simba baada ya dakika 45 nadhani walienda kufanya tathmini nzuri kule vyumbani. Good analysis Simba walifanya, kwa sababu dakika ya 50 Simba walichukua mchezo. Dakika 50 Simba walichukua mchezo. Sasa kilichotokea, waliendelea kubaki na Alassane Kante ambaye mimi namlalamikia sana. Alassane Kante anachelewesha sana timu. Anacheza mid block, anacheza low block sana.
Alassane Kante. Sometimes paka Kagoma anasogea juu, anatamani kuipushi timu, lakini huyu bwana anakuja huku chini, anapiga sideway pass, anapiga back pass, zinachelewesha timu. Sasa utakubaliana na mimi mtangazaji, alivyoingia Neo Maema na Ino Loemba, nini kilitokea? Bahati mbaya waliingia dakika ngapi? Dakika ya 70 kwenda 80. Umeona? Yanga ikafa kabisa. Yaani Yanga wakafa. Na ukitaka kuamini, kocha wa Yanga alianza kurusha mamikono hivi. Kuwarusha wachezaji wake mamikono. Na kitu kingine kilichoonyesha kwamba Yanga wameshazidiwa. Kocha wa Yanga badala ya kuingiza kiungo mshambuliaji au striker mwingine au mtu ambaye ataweza kwenda kuchukua mchezo, kocha wa Yanga alitoa striker, alimtoa Pacome, akamuingiza Azizi Ndambwile. Nani asiyejua Azizi Ndambwile anacheza mid block? Okay. Azizi Ndambwile anacheza mid block. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kocha wa Yanga alishaona kwamba hapa sina changu. Okay, Maema, yes. Tuseme kwamba zile subs alizozifanya kocha wa Yanga alikuwa amepanic kwa sababu asilimia kubwa ya subs alizozifanya hazikumpa kile alichokuwa anakitaka. Yes. Kwa hiyo hazikumpa kile, maana aliona Simba anazidi kufanya nini? Simba anazidi kusogea. Kulikuwa na matukio mawili. Simba waliyafanya, kocha wa Yanga akachanganyikiwa. Tukio la kwanza la Selemani Mwalimu. Kukimbia na mpira kwenye wide ndefu kule kushoto. Sawa sasa pale katikati alishabaki Damaro peke yake. Na yule Alan Okello kule anacheza kule kushoto. Yeah. Sometimes anakuja kulia, anakuja kushoto, lakini alikuwa amsaidii yule Kwasi Ataola. Na Kwasi Ataola hana game fitness ya kucheza dakika 90. Intensity yake ni ndogo. Kwa kocha aliona kwamba ngoja afanyaje, amtoe. Alimtoa akamuingiza Izra. Yeah. Ambaye pia Izra kwenye kukaba sio mzuri. Nani asiyejua? Izra kwenye kukaba sio mzuri. Sasa Simba walianza kupita sana kule. Elim Panzu akawa anatembea pamoja na Selemani Mwalimu. Akaanza kutembea. Sasa alipoingia Neo Maema na Ino Loemba, ndo Yanga wakachanganyikiwa kabisa. Sasa kilichotokea baada ya Neo Maema na Ino Loemba kuingia, hawa watu wakaanza kupiga pasi sahihi za kwenda wapi? Mbele. Za kwenda mbele. Na ukitaka Simba ikufunge, ukitaka Simba wakudhuru, ruhusu Chama kucheza mpira. Chama ndo mchawi wa Simba. Okay. Chama ndo ameshikilia funguo. Yaani Chama ndo ameshika funguo ya Simba. Sasa Chama alivyoanza kuchukua mpira kuanzia dakika ya 70, ndio kocha wa Yanga akaanza kurusha nini? Mamikono. Akaanza kurusha mamikono. Sasa kilichotokea, mtangazaji, ndio Selemani Mwalimu alipoteza nafasi mbili. Kuna nafasi alipigiwa na Maema, kuna nafasi alipigiwa na Loemba. Hakimbii. Nafasi ambazo angeenda kukaa tu kwenye box, hata asipofunga penalty ingetokea kabla hata ya dakika 90 kuisha. Umeona? Kwa hiyo kilichosababisha Simba wasipate goli kwenye dakika zile za kawaida, kocha wa Simba alichelewa. Kocha of course hizi ni mechi za kimbinu, kwa sababu game ya finali huwezi kucheza sawa na game ya kutafuta point 3. Yeah. Sawa, game ya finali ina mbinu tofauti na game ya point 3 ina mbinu tofauti. Lakini hivi Simba walikuwa wanatafuta nini? Walikuwa wanatafuta kombe. Yeah. Na Yanga alikuwa anatafuta nini? Kombe vile vile. Wanasema huwezi kwenda mbinguni bila kufa. Kwa mmoja alikuwa lazima afe. Yaani kwa vyovyote vile ili uweze kushinda ilipaswa. Ndio maana mimi nilikerwa na kocha wa Yanga kutoa mshambuliaji kuingiza kiungo wa kuzuia. Ikiwa unataka kombe, unapataje kombe kwa kukaa nyuma? Okay. Na unaona wenzako wameshaamka. Umeshaona sasa. Hiyo ndio ilikuwa shida. Kwa hiyo Simba wangetakiwa dakika ya 50 tu. Huyu bwana anaitwa Alassane Kante weka nje. Sawa Elim Panzu asingepaswa kufikisha dakika 60. Asingepaswa kufikisha dakika 60. Okay. Ingiza Ino Maemba. Ino Loemba. Ambaye uwezo wake, Ino Loemba anakupa vitu vingi. Kwanza anakupa kukaba. Uwezo wake wa kukaba ni mkubwa kuliko Elim Panzu. Ino Loemba ni wale wazaji waliokulia shuleni. Yani nipe na achia, nipe na achia. Okay. Hangangani na mpira.
kuna pasi alipiga kule kwa Selemani Mwalimu. Kama unakumbuka, Selemani Mwalimu alienda kushoto, akaenda akamchukua huyu kapteni wa Yanga ambaye alidhani kwamba mpira umeshatoka. Yeye alilala hivi kama tackling, akauacha mpira. Hiyo pasi ilikuwa ya Ino. Yeah. Na Ino angekuwa mchezaji mwingine mchoyo, angeamua kudribble. Lakini Ino hakuamua kudribble, aliamua kufanyaje? Kupasia. Ndio hiyo kitu tunasema kwamba mpira ni mchezo wa nini? Wa nafasi na muda. Okay. Aliamua kucheza kwa nafasi na nini? Na muda. Akaupasi ule mpira ambao ulikuwa na faida. Kidogo tu Diarra angechelewa. Selemani Mwalimu alikuwa anafunga ile goli. Okay. Kwa hiyo hapo ndipo kocha wa Simba alipoichelewesha timu. Angeamua kujilipua mapema dakika ya 50 kwenda 60. Mechi ilikuwa inaisha dakika 90, zisingeenda 30. Okay. Sidhani kama kocha wa Yanga alifanya makusudi au hakufanya makusudi. Kushinda game ya kwanza ya dabi, kusubiri game ya pili ni bora zaidi kuliko kufungwa game ya kwanza alafu usubiri game ya pili. Kwa sababu psychologically, kwanza mashabiki tu wanakuwa hawako na wewe. Sawa Viongozi lazima waanze kupaniki. Ambao viongozi ndo wanaiandaa mechi nje ya nini? Ya uwanja. Viongozi wataanza kupaniki. Sasa hapa kwa mfano hapa Yanga wataanza kuulizana kwamba tulikosea wapi jamani? Mbona kama hapa tulienda. Lakini kumbe kocha game approach yake ilikuja kuharibu psychology za viongozi. Kwa vyovyote vile tu Yanga angefungwa hii mechi. Mimi niliona Yanga angefungwa hii mechi kwa sababu kuanzia dakika ya 30 Yanga walianza kupotea. Kuanzia dakika ya 30. Kama unakubaliana na mimi, Elim Panzu kama angekubali kutoa ile pasi kwa kwa Chama. Chama angeweza kufunga goli pale. Ilikuwa ni kwenye semi cycle kabisa pale. Kipindi cha kwanza. Lakini Ura angebaki ndani. Yule Kwasi asingekuwa na uthubutu wowote wa kupanda kule. Kwa sababu Ura nani asiyejua madhara ya Ura. Kwa hiyo game approach ya Yanga haikuwa nzuri kulinganisha na game approach ya Simba. Okay. Kwa hiyo tuseme kwa asilimia kubwa kocha wa Simba alifanikiwa zaidi kuliko kocha ya Yanga. Alifanikiwa zaidi kimbinu. Japokuwa na yeye kocha wa Simba alichelewa kufanya maamuzi ya haraka kuua mechi ndani ya dakika 90. Tuzungumzie sasa upatikanaji wa goli. Penalty ilikuwa halali ama haikuwa halali? Ile ni clear penalty. Okay. Yes. Okay. Kimzungumzia referee. Wengine wanasema ni kama alikuwa hana kadi. Yani kuna namna alikuwa na angalia, kuna makosa yalikuwa yanafanyika wazi kabisa, kina Mwamnyeto, kina Damaro. Kuna makosa alikuwa akiyafanya ni walikuwa na style card hapo. Lakini alikuwa anayafungia. Je, alikuwa anataka iwe ni fair play ama alikuwa na wazo gani kichwani kwake? Bwana, kwenye upande wa kadi mimi sikufurahi sana. Unajua wachezaji wengi wa Kiafrika au hata wa duniani tu, mchezaji akiwa kwa mfano Damaro alifanya matukio yasiyopungua 4 ya hatarishi. Lakini hakupewa kadi hata hii. So, hata ile kadi ambayo kocha huyu refa aliitoa haikuwa kadi ambayo yeye alipenda kuitoa. Ilibidi aitoe kwa sababu Dube alienda kumfokea. Hakuna refa, yani refa yote ambaye ana beji ya FIFA huwezi kumfuata kwenda kumfokea. Utawafokea hawa mtaani. Umeshanielewa? Kwa hiyo kosa la Dube lililosababisha apewe kadi sio kucheza rafu, ni kwenda kumfokea. Kwa hiyo inaonyesha kabisa huyu mwamuzi alitaka inawezekana alitaka mechi iishe hata bila kadi. Nadhani ndio lilikuwa lengo lake hasa. Umeona? Kwa hiyo alikuwa anajaribu kuwaelimisha wachezaji muda mwingi sana kwamba jamani, huu ni mchezo wa kawaida, chezeni, wa kushinda ashinde, tusipaniki. Sasa hasara yake ni ipi? Hasara yake ni unapoendelea kuyavumilia yale matukio, inaweza ikatokea dangerous injury. Dangerous attack. Umeshanielewa kwamba umeshafanya matukio mawili, refa hajakufanya chochote. Alafu ikatokea bwana mmoja anaenda kufunga, alafu wewe ni beki wa mwisho. Unaweza kumvunja hata mguu. Kwa fikira zako unaweza kusema, kwa sababu
Hivi ngoja mtangazaji, hebu tusaidiane. Hivi Edmund John alipewa kadi? Hakupewa. Unadhani kwa nini kupewa kadi? Nadhani ndio alikuwa anaendelea kuonyesha ile fairness ya mchezo. Sasa kikawaida pale Edmund John angetakiwa apewe kadi. Yeah. Straight. Sawa Kwa sababu ile ni dangerous play. Ile ni dangerous play, angetakiwa apewe kadi. Sasa kama ile hakutoa, alafu pengine ingekuwa labda dakika, tuseme labda ile ilikuwa ni dakika ya 20. Kwamba mechi bado inafanya nini? Inaendelea kwa muda mrefu. Alafu ikatokea tena tukio kama lile, ingawa alitakiwa kufanana, kwamba labda mtu amekupita, mnakimbizana, anaenda kufunga. Alafu we uko nyuma. Anaweza hata kukanyaga kwenye nini? Kwenye enka. Yeah. Sasa kanyaga hata kwenye enka, akiamini sitapewa kadi. Yeah. Maana huyu mwamuzi sasa hatoi kadi. Kwa hiyo ile haikuwa nzuri sana, mimi sikuipenda. Maamuzi mengi aliyofanya uwanjani yalikuwa clear. Refarie alikuwa clear, maamuzi asilimia zaidi ya 90 alikuwa clear. Isipokuwa tu angetakiwa atoe kadi kwenye matukio yanayostahili kutoa nini? Kadi. Hilo tu. Na unahisi pia wachezaji ni kama na wenyewe pia wameshazoea hili, kwamba kila wanapofanya kosa wanatamani waone kadi imenyanyuliwa. Hivyo kwa namna walivyokuwa wanaendelea kucheza, ilikuwa inaendelea kuwapa wao kujiamini kwamba refa hana madhara, kwa tuna uwezo wa kufanya madhambi ya aina yoyote kwa sababu hatupewi. Ndicho nilichosema mtangazaji, kwamba dadangu Grace, ndicho nilichokuwa nakimaanisha, kwamba kadri refa alivyokuwa anawavumilia wachezaji, alikuwa anawafanya waendelee kufanya madhambi zaidi. Hapo tumezungumzia kuhusiana na dabi iliyopita. Je, unadhani, ili tufunge huo mjadala wa dabi iliyopita, tuzungumzie iliyoko mbeleni hapo tarehe 3. Je, ushindi ule wa goli 1-0 kwa Simba inawapa confidence kiasi gani Simba kuelekea kwenye dabi ya tarehe 3, na inawafanya Yanga inawapa changamoto gani Yanga kuelekea kwenye mechi hiyo? Kwa kweli tukizungumza dabi inayokuja sasa, dabi inabaki kuwa dabi. Yes. Jambo la kwanza, dabi inabaki kuwa dabi. Haijalishi dabi iliyopita ulishinda au ulifungwa. Dabi inabaki kuwa dabi, heshima yake na ugumu wake. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Simba kama Simba watakuwa wameongezeka confidence. Okay. Psychology. Je, unadhani kwamba hiyo confidence inaweza ikawafanya wao wabweteke kwamba sisi Yanga hata tusipofanya mazoezi tunaweza kumfunga? Na Yanga, kwa sababu Yanga wao sidhani kama wanajisikia vizuri kwamba wamefungwa na Simba. Tunaweza tukasema ni mara 2 mfululizo, kwa sababu mechi iliyopita, yes, licha ya kwamba ilisemekana hapakuwa na goli, lakini Simba walifanikiwa kudominate ule mpira. Je, Yanga wao unadhani yani Simba nadhani watabweteka, au Yanga wenyewe itawapa changamoto kiasi gani? Yani itawapa challenge Yanga kwamba wakiwa uwanjani wafanye mazoezi kwa asilimia kubwa, alafu Simba wao waseme sisi wale tukikaza tu fulani akizingatia fulani wakipeana vitengo, kila mtu akae kwenye idara yake, kwamba watashinda. Na nukuu maneno ya Ahmed Ali kutoka kwenye press. Okay. Kwenye press ya leo Ahmed Ali alikuwa anazungumza. Unajua nikiongea sana mimi taonekana kama naongea mwenyewe. Nalijibu hilo swali kwa kunukuu alichokisema Ahmed Ali dakika chache masaa machache yaliyopita. Ahmed Ali amesema hivi: hii mechi haihitaji maneno mengi. Sidhani kama kuna mwana Simba asiyefahamu ukubwa wa dabi, asiyejua thamani ya dabi. Kimsingi mechi hii haihitaji maneno mengi, lakini mwanadamu asili yake kukumbushwa. Kwa Simba lazima wakumbushane. Kwamba hii dabi ugumu wake uko pale pale. Hilo ni jambo la kwanza alilolisema Ahmed Ali. Kwanza lazima tuambiane ukweli kwamba mechi hii ndiyo itaamua ubingwa wa msimu huu. Yes. Simba kupata ubingwa unategemea mechi ya Mei 3. Simba kukosa ubingwa inategemea mechi ya Mei 3. Ni must win match game ili tuweze kuchukua alama 3 na libaki gepu la alama 2.
napenda kuwajulisha kwamba wachezaji wote Ura, Kibabage na Kagoma ambao walitolewa katika mchezo wa fainali ya Kombe la Muungano kwa kuumia, wote wako tayari kwa mchezo wa Jumapili. Ninapozungumza hapa wachezaji wapo vizuri kabisa. Cha kufanya ni kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kulinda hali zao. Mwisho kunukuu. Okay. Maana yake ni nini? Kuna maneno mengine ameyasema kuhusu hii dabi. Tutayasoma baadaye tena. Maana yake ni nini? Nimemsikiliza Ahmed Ally vizuri sana. Maana yake ni kwamba Simba wanaingia kwenye hii mechi kama hawana matokeo yoyote. Yeah. Kama wanakiri kwamba bila hii mechi hatuna ubingwa. Yaani kama hatuwezi kushinda hii mechi hatuna ubingwa. Yaani hii mechi Yanga akishinda Simba ubingwa umeishia pale. Hii mechi Yanga akitoa sare Simba ubingwa umeishia pale, kwa sababu Yanga anakuwa na pointi 6. Zinabaki zile 5 nadhani. 5 ya. Ambazo kwa mechi zilizobaki ambazo ni ngumu kwa Yanga kupoteza pointi 5. Mechi ya Azam, mechi ya JKT ambayo JKT atakuwa nyumbani pale Samuyo. Mechi ya TRA, mechi ya Mashujaa. Hizo ndio mechi ambazo zinatazamiwa Yanga anaweza kadondosha nini? Point. Lakini sio guarantee, anaweza asidondoshe. Hasa kama Simba hata mfunga Yanga, Simba kuchukua ubingwa kwa heri. Haitawezekana. Kwa hiyo Simba hawataingia na matokeo yaliyopita. Kwa mujibu wa Ahmed Ally, Simba wanaingia wakitafuta kitu ambacho hawana. Simba wanaingia wakitafuta kitu ambacho ndicho kinachoweza kuwapa nini? Ubingwa. Kwa hiyo kwenye hilo, mtangazaji, dadangu Grace, ni kuhakikishie tu kwamba Simba hawawezi kubweteka hata kidogo. Kwanza Ahmed Ally amekiri kwamba Simba hawajapata ushindi wa ligi kuu mbele ya Yanga muda mrefu. Tangu Kibu Dennis afunge ile goli na Enoki Baka. Enoki Baka. Simba hawana ushindi wowote dhidi ya Yanga. Tunakubaliana? Yeah. Kwa hiyo Simba wanatafuta ushindi wa kwanza kwa misimu miwili dhidi ya Yanga Jumapili. Simba hawatabweteka hata kidogo. Na Yanga nao vipi? Je, wakaendelea kujipanga zaidi? Kwa sababu Simba na wenyewe umesema hawatabeteka, na Yanga pia na wenyewe wanajua kabisa kwamba kunahitajika pointi 3 ili wao waendelee kushikilia rekodi kwamba watakuwa kileleni pale, wana pointi 47 sasa hivi. Kwa maana yake zitaongezeka pointi 3. Na wanajua kabisa Simba na yeye hapa pia amelenga, na anajua kwamba Simba anajua hii mechi ndio itakayoamua atakaye beba ubingwa wa ligi ni nani. Kwa hiyo na Yanga unahisi je, wao watakuja na mentality ile kwamba hatuwezi kuwafunga kwa sababu wametoka kutufunga? Nizungumze tu kwanza kabisa, Yanga watakuja na hasira sana. Yanga watakuja na hasira sana kwa sababu Yanga huwa hawana uvumilivu sana wa kupoteza dabi kama Simba. Sawa Yeah. Takukumbusha kidogo. Yanga waliwahi kufungwa goli 5 na Simba mwaka 2012. Viongozi wote waliondoka baada ya mechi hiyo. Na hata dabi zingine Yanga huwa hawana uvumilivu kwenye kupoteza dabi. Kwa hiyo hata hii dabi waliopoteza, najua lazima kuna watu wameenda kuminywa kidogo. Lazima. Simba ndio wanaweza kuvumilia kupoteza dabi, lakini sio Yanga. Kwa hiyo Yanga lazima wawalishe roho ya hatari wachezaji wao. Ili waende kushinda dabi ya ya Jumapili. Kwa hiyo Yanga wanahitaji utulivu wa hali ya juu kuliko Simba. Yanga wanahitaji utulivu wa hali ya juu kuliko Simba kwa sababu kwanza kiuwezo wamezidiwa. Yaani unajua mpira uchezi chumbani. Yeah. Ndio ubaya wa mpira, ni mchezo ambao ni hadharani, kama ni ile inaitwa kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Yeah. Kuku watagawana tu. Yaani tukizungumza kimchezo, Yanga wanazidiwa kwa sasa. Simba wana intensity kubwa kuliko Yanga, ile inaitwa nini? Energetic. Match game energetic ya Simba ni kubwa kuliko Yanga. Ukitaka kuamini, mpaka watu wameshaanza kujiuliza sasa hivi kwamba Simba mbona hawaishiwi nguvu? Kuna mashabiki wengine wa Yanga wanasema wachezaji wa Simba wapimwe, kwa nini hawachoki? Okay. Nilimsikiza shabiki moja wa Yanga mtandaoni anasema wachezaji wa Simba wapimwe
Kwa nini hawachoki? Ni kweli wachezaji wa Simba hawachoki, wanaweza ukiwashambulia wanaweza kuvumilia mashambulizi yako. Na ubaya zaidi, Ura yuko fit Jumapili. Kibabage yuko fit, Kagoma yuko fit. Maana yake ni kwamba kocha anaweza akaamua, sawa Yeah. Hizi sabu ya Ino, sabu ya Maema, sabu ya Mwalimu. Hizi sabu ni hatari sana. Yaani Simba wakifanya hizi sabu ni hatari. Zinaenda kukufanya uwe dhaifu kabisa. Ingawa naamini kwamba Jumapili kocha hawezi kuanza na Maema. Ataanza tu na Kante. Okay. Na anaweza pia asianze na Mwalimu. Anaweza kaanza na Mpanzu vile alivyoanza. Okay. Ili kulinda energy ya kipindi cha pili, kwa sababu kipindi cha udhaifu wa Yanga ni second half. Yanga akishindwa kufunga goli kipindi cha kwanza, kipindi cha pili hawezi. Energy ya Yanga ni ndogo sana. Sijajua ni fatiki, sijajua ni kocha wao wa viungo ama ni nini, lakini kuanzia dakika ya 50 kwenda 60 Yanga anaweza kupungua kasi. Kwenda 70 ndio kabisa, kwenda 80 ndio kabisa. Ukiongeza kasi unafanyaje? Unaweza kuadhibu. Okay. Kwa hiyo kwa upande wa Yanga wanahitaji mwanasaikolojia wa kuwajenga wachezaji psychologically. Wachezaji wa Yanga hawahitaji kelele za mashabiki. Wanahitaji mtu mmoja tu akawatengeneze wapi? Kichwani. Wachezaji wa Yanga kwa hizi siku mbili hawahitaji mazoezi mengi kwenye pichi. Wanahitaji huku kichwani. Mpira unachezwa 60%, mpira unachezwa kichwani. Huku mguuni ni kumalizia tu. Kwa hiyo kama wachezaji wa Yanga watapigwa pressure nyingi, Jumapili wanapotea tena. Na ubaya ni kwamba uwanja wa Jenerali Isamuhyo hauna historia nzuri kwa Yanga. Okay. Tangu uwanja uzinduliwe Yanga wamecheza pale misimu hii miwili. Msimu wa 2024-2025, 2023-2024 Yanga ameondoka hapo, hata goli la offside hajafunga. Okay. Uone kwamba hiyo ni hatari. Na huu uwanja bwana hauingiliki ovyo. Huu uwanja yani kupata nafasi ya kuingia kule si ufanye mambo yako. Hauna kuruka, hauna sema. Geti ni moja tu. Haina yani pale hata kuzurura nje ya uwanja uruhusiwi. Okay. Pale ni kambini. Wewe ni nani ukazurure pale? Hiyo ni ngapi? Hiyo ni jambo la ngapi? La pili. Nimezungumza kuhusu takwimu za Yanga kwenye ule uwanja ni mbaya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, uwezekano wa mtu kwenda kufanya mambo yake pale ni mdogo sana. Yaani nazungumza yale mambo ya nje ya uwanja, yale mambo ya wazee. Uwezekano ni mdogo sana. Kuruka ukuta, kupita mlango mwingine. Sijafuatilia hii mechi nani aliruka ukuta. Nasubiri kuuliza nani alipita mlango wa tofauti. Nasubiri bado naendelea kutafiti. Inawezekana watu walipita mlango mmoja au sijajua nani aliruka. Lakini uwanja wa Mbweni uwezekano wa mtu kuruka ukuta haiwezekani. Yaani mlango utapita tu pale. Ule uwanja una mlango huo. Okay. Na ni uwanja wa jeshi. Ina maana pale inaendeshwa kwa amri, sio ombi. Okay. Tunapita hapa, tunapita hapa. Sio kama naelewa dadangu. Ndio. Hilo ni jambo la ngapi? La 3. Hilo ni jambo la 3. Jambo la 4 ambalo linaweza kuipa Yanga shida, marefa. Okay. Referees are from Morocco. Marefari wanatoka Morocco. Hawa wamekuja kufanya kazi hapa. Hawana ushabiki wa Simba wala ushabiki wa Yanga. Wao wanakuja kutekeleza sheria 17 za nini? Za mchezo. Sasa maana yake ni kwamba kinachoweza kukupa ushindi ni uwezo wako uwanjani. Uwezo wako uwanjani. Na kiuwezo Yanga kwa sasa anaonekana ameshuka. Uwezo wa Yanga kwa sasa umeshuka. Kila mtu anaona. Sasa maana yake ni kwamba matokeo yanatakiwa yapatikane ndani ya dakika 90. Kuelekea Kariakoo Derby NBC Premier League, Yanga pamoja na Simba. Hapa tukimzungumzia Steven Beckham pamoja na Pedro Gonzalez. Ni nani, Pedro namshauri aanze na kikosi kile
ama Steven Becker unamshauri avunje kikosi? Yani tuanze na Simba, unamshauri aanze na kikosi kile kile ama abadilishe wachezaji wapi na wapi? Pedro Gonzalez, yes, wa Yanga. Yeah. Kwanza alijitahidi sana kupanga kikosi, isipokuwa alikosea sehemu moja tu. Kwa kuanza na Damaro alafu akamweka nje Duke. Okay. Mimi ningekuwa kocha wa Yanga. Bora nifungwe tena hii mechi, lakini ningejilipua. Ni bora nifungwe tu tena. Nijue kwamba nimefungwa, lakini hii mechi Yanga hawahitaji kukaa nyuma. Panga kikosi. Hii mechi wanahitaji kushambulia mwanzo mpaka mwisho. Ningetamani Yao Kwasi Atola aongezeke, au ameongezeka, sijajua anaongezekaje sasa, maana siku mbili tu hizi sijajua ataenda kufanyia wapi mazoezi. Lakini ningetamani Yao Kwasi Atola, tunataka kuona mchezo mzuri. Hatutaki kuona timu moja ikizidiwa. Okay. Yao Kwasi Atola angepewa tena nafasi. Okay. Kuanza kule kulia, maana anaonyesha komboja kubwa kuliko Israeli Mwenda. Komboja kubwa kwenye kukaba, komboja kwenye kushambulia, komboja kwenye kutoa pasi, yuko vizuri. Yao Kwasi Atola. Kushoto hakuna namna, maana Mohamed Hussein bado mgonjwa. Ataanza tu yule Shadrack Boka Isaka. Pale katikati Mwamnyeto mimi nisingetamani aanze. Bora angeanza yule Frank Asink na Baka. Okay. Lakini katikati mimi ningetamani Duke Abuya aanze. Damaro akae bench. Alafu winga ya kushoto Maxi, winga ya kulia Pacome. Namba 10 Okelo. Namba 9 Prince Dube au Depu. Lakini mimi ningeanza na Prince Dube kuliko Depu. Kama Yanga atacheza na Duke na Damaro na Okelo, Yanga anapoteza mechi. Atapoteza mechi Jumapili. Yanga anahitaji, yani mimi nataka nikwambie, ili uweze kuifunga Simba unahitaji kuhakikisha Chama acheze. Na ili Chama asicheze, wewe ndo uwe na mpira. Ukiwaachia Simba mpira watakufunga tu, maana Chama atatengeneza tu nafasi. Siko mnaelewa? Nakuelewa. Kwa hiyo Yanga wanahitaji kujilipua Jumapili, bora wafungwe tena kuliko kupaki basi. Hapo umezungumzia kwa upande wa Young Africans. Mzunguzi sasa, wewe ndo kocha wa Simba pale. Utupangie kikosi. Unaanza na nani na nani unamweka bench? Kwa kweli kocha wa Simba atakiwi kuingia approach sawa na kocha wa Yanga. Okay. Kocha wa Simba yeye anahitaji mbinu kali zaidi kuliko kocha wa Yanga, kwa sababu unajua Yanga hata akipata sare bado anakuwa na nafasi. Lakini Simba akipata sare bado ni mbaya. Ni mbaya sana kwake. Ni mbaya sana kwake. Kwa hiyo kocha wa Simba anahitaji vitu visivyopungua 2 mpaka 3. Jambo la kwanza, anahitaji kupata goli ndani ya dakika 30. Ndani ya dakika 30 ahakikishe amepata goli. Na ili aweze kupata goli, mimi ningetamani kocha wa Simba asianze na Kante. Aanze na Maema. Aanze na Maema, asianze na Kante. Yanga wakipress Kante ambaye ndio mpenda back pass. Anapenda back pass huyu bwana, sijawahi kusikia. Alafu kule mbele kuwepo na Dube na Depu. Yanga watapata bao. Okay. Yanga watapata bao kwa sababu Rushain na Ture huwa wakisha nani yule bwana yule Kagoma na Kante wakishachukua mpira, kina Rushain wanaenda wide. Kwa hiyo hapa mbele wanaacha shimo. Sasa huyu bwana akijaribu kupiga back pass ambayo haifiki kwa Kasali, Dube akainasa au Depu akainasa, ni chuma. Hiyo ni kamba. Okay. Umeona? Sasa unahitaji mtu gani? Unahitaji mtu ambaye anacheza forward passes kuliko back pass. Sasa huyo mtu ni Maema, sio Kante. Sio kama tunaelewana mtangazaji. Sasa kwa mantiki hiyo,
Simba wanahitaji kipindi cha kwanza waanze na Chama, Kagoma, Maema. Chama, Kagoma, Maema. Pale katikati. Okay. Pembeni Ura, Libase. Pale katikati hata wakiamua kwanza na Elimu Panzu bado tu ni sawa. Selemani Mwalimu abaki nje kwanza. Huyu bwana anaonekana ni mzuri akitokea akitokea nje pamoja na Loemba. Loemba pia asianze. Loemba pia aanzie nje. Sasa Selemani Mwalimu na Loemba waanzie nje. Maema aingie ndani. Simba ikifanikiwa wapate bao. Ikifanikiwa wapate bao sasa ndio Kante aingie. Okay. Maana Kante ni mzuri pia kwenye kulinda, anakaba kuliko Maema. Okay. Sasa hapo sasa watakuwa wanaenda kuifunga nini? Mechi. Ukishaingiza Kante na Loemba, unaenda maana Loemba unaweza kumwambia come mid block na akakupa. Kwa sababu Loemba ana energy. Hate yake kuzuia mipira ile ya crossi, mipira ya juu, anaweza kucheza ile mipira ya juu. Control yake, ball balance ni kubwa. Uwezo wa kupossess mpira ni mkubwa. Labda umfanyie follow. Umeona? Kagoma nani asijua kazi zake? Yeah. Una wasiwasi naye? Mzee kukata umeme. Hana shida. Ana uwezo wa kuzuia, ana uwezo wa kupiga pasi za mbele. Umenielewa Shomari Kapombe, Nixon Kibabage, Ismail Ovieture, Rushain Deriak, wote wana uwezo wa kuzuia vizuri sana. Okay. Na hii mechi sioni kama kunaweza kuwa na magoli mengi. Mtu anaweza kalala na goli 1 au 2 basi. Okay. Sawa. Na hizo asilimia zile 100, nani unampa ushindi asilimia kubwa? Mtangazaji, mbona unapenda kunichokoza kila saa? Na kwa sababu tayari wewe ndio uliyepanga kikosi vyote cha Simba na cha Yanga, na kwa namna ulivyowachambua wachezaji wote, maana yake unajua nani atawahi kutumia udhaifu wa mwenzake na nani atatumia mapungufu ya mwenzake. Kwa hiyo utaniambia nini kati kwenye hapo? Kwa nilivyopanga mimi, kwa nilivyosema kwamba Yanga wajilipue. Na Yanga ulivyokuwa unaelezea kikosi ni kama ni unaonea huruma, ni kama hawana namna, inabidi tu wapange kikosi hivyo hivyo. Yes, yani kwa sababu sasa unajua angekuepo Mudathir Yahya, ningesema kwamba kati ya Damaro na Duke mmoja akae nje. Lakini sasa Mudathir hayupo. Na najua akili za kocha wa Yanga haamini sana katika possession. Anaamini katika kulinda na kufanya counter attack. Ushindi wa mechi nyingi za Yanga kwenye hizi mechi ngumu, achana hivi mechi vya Mbeya City sio na nani, hizi mechi ngumu hizi, Simba Yanga Azam, kocha wa Yanga hataki kupossess. Si tunakubaliana? Hataki kupossess, anataka kufanya counter attack. Anamtegemea Pakome, anamtegemea Dube, maana wao ni watu wanaweza kukimbia sana. Na Max Nzengeli wanaweza kukimbia sana. Sasa kocha wa Yanga akipanga kama ninavyosema mimi kwamba kati ya Duke Abuye na Damaro, mmoja akae nje. Rudisha hapa katikati Pakome Zuzwa. Yaani kubali Max ateseke tu. Rudisha hapa katikati Pakome Zuzwa, na yule Chali Muganda yule Starboy acheze pale Shimoni. Max kulia, Dube kushoto, pale mbele nani? Dube. Nani yule anaitwa Depu. Pakome ana nguvu, ana kasi, anakaba. Max ana nguvu, ana kasi, anakaba. Dube ana nguvu, ana kasi, anakaba. Mtu ambaye sio mkabaji hapa ni Starboy tu, labda na Depu. Duke Abuya ana nguvu, ana kasi, anakaba. Umeona hiyo faida? Hasa Chama kwenye hii bato, Chama hawezi cheza. Kwenye hii bato Chama atabaki mzurulaji. Niamini mimi mtangazaji. Atabaki, kwani dakika 45 za kipindi cha kwanza Yanga walivyochukua mechi, Chama ulikuwa unamwona Chama? Si anaonekana kwa tukio moja tu ambalo aliomba pasi ambayo nani Elimu Panzo alichelewesha. Matukio mengine mengi Chama hakuonekana. Kwa sababu Yanga walikuwa wanaushika nini? Mchezo. Sasa Yanga wakicheza hivi wataushika mchezo, Chama hataonekana. Na funguo ya Simba ni Chama. Umeshanielewa? Watakuwa na uwezo wa kufanya nini?
wakupress na makosa yanaweza katokea wakafunga nini? Wakafunga bao. Wakipanga kama nilivyosema hivi, Yanga wanaweza wakapata chochote Jumapili. Lakini sasa kwa akili za yule kocha yule bwana, kwa akili za yule kocha hawezi panga kama ninavyosema mimi. Maana yule anaamini katika kulinda na kufanya nini? Counter attack. Na Simba wakija na mpango huu niliousema, ambao nina wasiwasi, anaweza akaamua kwanza na Kante, Maema akaanza wapi? Akaanzia nje. Sawa bado Simba watakuwa wana energy kwa sababu pale katikati yule Mudathiri hata kuepo. Kwa Yanga watakuwa wazito pale katikati, watakuwa wakimbii kwa haraka. Sasa Kagoma atakata umeme sana pale katikati, atapiga pasi za mbele sana. Chama atamiliki mpira. Libase atamiliki mpira. Ura zile show zake zitaonekana Jumapili. Nataka nikwambie mimi, show za Ura zitaonekana Jumapili. Yanga atapotea tena. Okay. Sawa Lakini kocha akipanga kama nilivyosema mimi, uwezekano wa Yanga kushinda Jumapili upo. Okay. Akitegemea counter attack na kulinda, Simba anashinda. No. Kwa hiyo kwa imani ya makocha wawili, maana sasa si hatupo kule, si tunaongea tu kwa kutathmini. Kwa imani ya makocha wawili, bado mimi Jumapili nawapa Simba ushindi 55% kwa 45. Okay. Magoli umesema hayazidi mangapi? Kama yatakuwepo hayazidi mangapi au hayazidi mawili? Hayazidi mawili. 2-1 au 1-0. Okay. Sawa. Kwa kila upande lazima utajipata kwa aina yake. Kama nilivyosema, uwezekano wa Yanga kufunga bao, kama watakataa Simba wasimiliki mpira, wao wakabaki na mpira, uwezekano wa Yanga kufunga bao, na bahati mbaya naamini kocha ataanza na Kante. Kocha wa Simba naye ni mgumu sana, ataanza na Kante. Sasa Yanga wakimpress Kante, wakipress vizuri, zile back pass anazozifanya Kante, Yanga wanaweza kufaidika nazo. Okay. Yes. Mpenzi mtazamaji wa NLFA TV, kufikia hapo tumefikia tamati ya mahojiano haya yaliyokuwa yanafanyika moja kwa moja kutoka katika studio zetu za NLFA Media hapa jijini Arusha. Na kwenye uchambuzi huu ulikuwa na mimi sport lady wako Grace Mushi, pamoja na pembeni yangu nilikuwa na Teacher Sam. Kufikia hapo hatuna la ziada. Kwa heri.